Ni kweli umesikia sana ya kwamba savings na investment au akiba na uwekezaji inatakiwa iwe 20%, lakini hiyo 20% kwa yule mtu ambaye anataka kuanza, ndio huwa tunamshauri angalau aanze kwa 20%. Lakini baada ya wewe kukomaa katika kuwekeza kwa kiwango hicho, usigande tu hapo hapo kwenye 20%. Hakikisha kwamba unapanda dau, unaongeza kiwango chako cha savings, unaongeza kiwango chako cha kuweka akiba ili uweze kufikia uhuru wa kifedha kwa haraka zaidi. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kuwekeza kwa 40%, fanya hivyo. Kama kuna uwezekano wa kuwekeza kwa 50%, 60%, 70%, ni wewe mwenyewe jinsi utakavyoona, fanya hivyo. Kwa hiyo 20% isikufunge tu uwe pale. Hapana, ongeza kiwango chako cha uwekezaji na akiba. Ni kweli umesikia sana ya kwamba savings na investment au akiba na uwekezaji inatakiwa iwe 20%, lakini hiyo 20% kwa yule mtu ambaye anataka kuanza, ndio huwa tunamshauri angalau aanze kwa 20%. Lakini baada ya wewe kukomaa katika kuwekeza kwa kiwango hicho, usigande tu hapo hapo kwenye 20%. Hakikisha kwamba unapanda dau, unaongeza kiwango chako cha savings, unaongeza kiwango chako cha kuweka akiba ili uweze kufikia uhuru wa kifedha kwa haraka zaidi. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kuwekeza kwa 40%, fanya hivyo. Kama kuna uwezekano wa kuwekeza kwa 50%, 60%, 70%, ni wewe mwenyewe jinsi utakavyoona, fanya hivyo. Kwa hiyo 20% isikufunge tu uwe pale. Hapana, ongeza kiwango chako cha uwekezaji na akiba.